Kama ambavyo imeelezwa tangu asubuhi, wilaya ya Kigoma tumepata changamoto ambapo watumishi wetu wa halmashauri na wengine ni watu wa bima ya afya walikuwa kwenye majukumu yao ya kawaida wakitokea Kigoma mjini kuelekea kata na vijiji ambavyo vipo pembezoni mwa ziwa Tanganyika kwa ajili ya kutoa huduma za afya. Kwa bahati mbaya, boti ambayo walikuwa wameitumia ilipatwa na changamoto ya upepo mkali na hatimaye kupinduka. Baada ya kupinduka boti hiyo, vikosi vya uokoaji vikisaidiana na wananchi wa eneo hili wenye utaalamu wa kuzamia wamesaidia kuokoa maisha ya baadhi ya watumishi, na kwa bahati ambayo haikuwa ya kwetu, Mwenyezi Mungu amewachukua baadhi yao. Kwa maana hiyo mpaka sasa tumekwisha pata miili 7 ya watu ambao walikuwepo kwenye crew hiyo. Na katika miili 7 hiyo taarifa zitakazofuata baadaye, maana itafahamika watu kwa majina, wanatokea wapi na utaratibu ukoje. Lakini kama wilaya tunaendelea kujiandaa na utaratibu wa kuona namna ambavyo wenzetu tutaweza kuwastiri, na kuna ambao wamenusurika wako hospitali na hali zao za kiafya zinaendelea vizuri. Kwa hivyo zoezi la uokoaji linaendelea. Zoezi la utafutaji linaendelea kwenye kina kirefu cha maji, na kama mlivyoona jeshi la uokoaji na zimamoto liko hapa. Vijana wengine wazamiaji wako hapa. Kamanda wa polisi mkoa na wilaya wako hapa pamoja na sisi watu wa kamati ya usalama ya wilaya. Tunahakikisha zoezi hili linakwenda na tunaendelea kwa nguvu zote kumtafuta mtu ambaye mpaka sasa hatujampata. Poleni na huu msiba mkubwa. Nafikiri wengi mnanifahamu. Naitwa Simon Siro na ndiye IGP mstaafu na ni barozi, ndiye mkuu wenu wa mkoa. Sijapata nafasi ya kuja huku, lakini maeneo mengi nimekuwa nazunguka. Niwape pole sana kwa huu msiba, lakini niwapongeze sana kwa ushirikiano ambao umetoa baada ya hii tukio kutokea. Na huu ndio Utanzania wetu na huu ndio umoja wetu. Mmoja wetu akipotea ni tatizo, sio kwa familia yake, ni kwetu wote. Manake sisi ni kitu kimoja na ni taifa moja. Kwa hiyo nimeona wape taarifa mtakuwa mmeipata, lakini inaonekana leo vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya, walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi. Na kule mara nyingi tunachukua muda mrefu kwenda kule kwa sababu ya umbali. Ukizunguka barabara ni lazima upitie Burundi ndio uende Kagunga. Na juzi nilikuwa pia maeneo yale. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Lakini tunashukuru kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wenzetu wa upande wa fire na uokoaji, lakini upande wa polisi, upande wa marini, lakini na vijana wetu ambao ni wataalamu wa kuogelea, kupiga mbizi, nao wanafanya kazi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hili limetokea ni kwa bahati mbaya, lakini kuna kitu cha kujifunza. Wenzetu mnajua kabisa TMA ni mawakala wanaohusika mambo ya hali ya hewa. Sisi ambao tunazungukwa na maziwa haya tuwe makini sana. Taarifa inapotolewa ile saa 2 alafu saa ngapi, saa 5 za usiku, tuwe makini kuangalia. Mimi jana wakati naangalia, ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, niliona mkoa wetu utaendelea kupata mvua na hali ya hewa unaiona. Kwa hiyo wenzetu ambao ni wataalamu wa ziwani, wa baharini, kwenye maji, wao haya mambo wanaangalia kabla ya kusubiri haya yanayotokea. Sio wakati wa kulaumiana sana, lakini wakati wa kufarijiana. Na sisi kama serikali ya mkoa tutahakikisha kwamba huduma zote za msingi kwa wale ambao
ni majeruhi tutahakikisha wanapata huduma, lakini na wale ambao tutakiwa kuwasafirisha kuwapeleka kwenye familia zao tutafanya hivyo. Lakini niwaombe sana, sio wakati wa kulaumiana. Wale wenzetu ambao ni wataalamu kwa namna yeyote na ambao unaijua kwamba unaweza kusaidia kupata ile mili, basi tujitolee kufanya hivyo. Kwa sababu ni Watanzania wenzetu wamekufa wakiwa wanatimiza wajibu wao, hawakufa wakiwa wanaiba, hawakuwa wanafanya jambo lolote baya. Wamekufa wakiwa wanatimiza wajibu wao kwenda kwa wakuu wa Tanzania wenzetu kwa ajili ya kutoa chanjo. Niwapeni pole sana, na sisi tuko pamoja. Nitapata siku nyingine nitakuja kuwasalimia. Asanteni sana. Asante sana. Unaitwa nani majina yako? Naitwa Amo Ismail Kashindi. Unaweza ukatuelezea kwa ufupi nini kilitokea? Yani kilichosababisha boti kuzama ni kutokana na upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa sana. Kwa wakati tunajiandaa kuja kupaki kutafuta usalama zaidi, lakini sasa tukajikuta lile wimbi ndo limezidi kuwa kubwa. Baada ya kwanza kwa seti sasa abiria wetu watulie, sasa ikajikuta wengi wanakuwa na uzoefu, ndo mara ya kwanza kupanda nini faida. Na wewe pia ulikuwa ni ndani ya ni captain msaidizi. Ndio. Sasa ile taharuki sasa wakati ile wimbi lilipotupiga wote wakajumbia upande mmoja. Kwa hiyo walienda upande mmoja, kajikuta boti mfano nini likajifunika. Kwa hiyo lakini wote walikuwa wamevaa life jacket. Sasa bahati mbaya katika wale ambao walikuwepo kwenye chemba ndani kule ndo ilikuwa ni ngumu kujiokoa, lakini wote ambao tulikuwepo huko kwa nyuma wote tulifanikiwa. Sawa, poleni sana. Asante sana. Na captain ambao umesema ni captain msaidizi, captain mkuu yupo Maweni saizi. Anapata huduma. Vipi kuhusu wewe, majeraha yoyote? Mimi niko vizuri. Sawa, tunashukuru sana. Asante sana. Okay, mzee wangu. Mimi kwa jina naitwa Abasi Isa Ibrahim. Ndio. Nakaa kijiji cha Kalangabo. Ilikuwa ni majira ya asubuhi, tunasubiri vipe vyetu hapa. Kwa bahati mbaya pakatoka upepo. Ile boti likatelemka mpaka wima wa kinyumba kile. Kwa bahati mbaya wakawa wamepanda tena juu. Wakawa si bado tunaongea tukaona ile boti limeshazama. Tukachukua mitumbu tukaenda kuwaokoa. Tukawa tunapiga mbizi tunaokoa watu washafariki. Mwisho tukakamata kile kiboti tukakivutavuta mpaka mchangani. Tukawa tunaokoa watu wako mle. Tukawa tumeokoa wanawake watatu na wanaume 2. Kwa hiyo kwa jumla wote waliofariki ni 6. Na tukawa tumeokoa 8. Ndio uongozi ukao umefika pale, ukao umekusanyika na sisi kiboti tukawa tumekisengua maji ikawa imeisha. Ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo haswa kilichosababisha boti kuzama ni upepo na wimbi. Maana walikuwa wamejipanga, sasa ile wimbi liliingia kwa ndani, afu wakahama kule sehemu wamekaa, wakaenda sehemu moja, boti imejipindua. Ilichukua muda gani mpaka kuokolewa? Kama ni dakika 30 tu. Dakika 30 tu, na wakati wale wamefariki. Dakika 30 tu. Pamoja na dereva, kila aliyokuwa kwenye boti alifariki au umesema kati ya wale 8 watatu ndo walibaki? Yaani mle walikuwa watu 16 jumla. 18. Tumeokoa, waliokufa ni watu 6 na tuliokuwa ni watu 8. Watu 10? Umesema walikuwa watu 18. 18. Inamaanisha watu 10 bado hawajapatikana. Yaani tumeokoa sisi kwenye mikono yetu kwa watu mle kwenye boti watu 6. Na huyu mmoja wamemwopoa sasa hivi. Bado uokozi unaendelea. Bado uokozi unaendelea, maana mle maji wako wamebakia 3. Wamepata huyu mmoja bado 2. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna watu 2 bado hawajapatikana na uokozi unaendelea. Unaendelea vizuri. Poleni sana. Asante.